Haramu ya no reforms, no elections imezua hali ya sintofahamu nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hali ya sintofahamu inayozidi kutikisa anga ya kisiasa nchini Tanzania, mwanaharakati maarufu Dr. Daniel Malongo ameendelea kushikiliwa na vyombo vya dola kwa siku 14 sasa kwa amri ya mkuu wa wilaya Gerson Msigwa. Hatua hii imechochea hisia kali kutoka kwa familia yake, wanaharakati wa haki za binadamu na sehemu kubwa ya jamii ya Watanzania wanaotaka mageuzi ya kisiasa. Malongo, anayefahamika sana kwa kauli yake ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, amekuwa mstari wa mbele kupigania mabadiliko ya kisheria, haki za kiraia na utawala wa sheria. Kauli hii imeibuka kuwa nembo ya mapambano ya wanaharakati dhidi ya mfumo wa kisiasa unaodaiwa kukosa uwazi, usawa na uhuru wa kweli wa uchaguzi. Kwa upande mwingine, serikali ya Samia Suluhu Hassan pamoja na Chama cha Mapinduzi CCM wameonyesha ukakasi mkubwa na kupinga vikali kauli hiyo, wakidai inaweza kuvuruga utulivu wa taifa. Kukamatwa kwa Malongo kumeibua mjadala mpana mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu Maria Sarungi ameibuka hadharani kukemea hatua hii, akisema kuwa kitendo cha kumshikilia Malongo ni sawa na utekaji na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii, Sarungi alisisitiza kuwa hakuna taifa linalostawi kwa kunyamazisha sauti ya raia wake. Na katika mitaa ya Dar es Salaam na miji mingine mikubwa, maandamano ya kimya na mabango yenye ujumbe no reforms, no elections yamekuwa yakionekana kila uchao, yakionyesha kuwa hisia za wananchi kuhusu hali ya siasa nchini si za kubezwa. Vuguvugu hili limezuka na limezidi kushika kasi licha ya onyo kali kutoka serikalini dhidi ya yeyote atakayeshiriki au kuunga mkono harakati hizo. Wataalamu wa sheria na wanasheria wa haki za kibinadamu wamelaani hatua ya serikali, wakisema kuwa Malongo hajavunja sheria yoyote ya jinai. Badala yake wanasema amekuwa akitetea haki za kikatiba na kutoa maoni kuhusu mustakabali wa nchi. Wameeleza kuwa kushikiliwa kwake kunaweza kuwa na kuweka mfano hatari wa serikali kutumia nguvu za kisheria kuzuia uhuru wa kujieleza. Kwa upande wa serikali, msimamo umeendelea kuwa mkali. Viongozi wanadai kuwa hatua zinazochukuliwa ni kwa lengo la kudumisha amani na usalama wa taifa, wakisisitiza kuwa hawataruhusu kauli au mienendo yoyote inayoweza kuchochea vurugu au kuathiri mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, mjadala kuhusu haki za kiraia na uhuru wa kujieleza unaendelea kushika kasi. Maria Sarungi na wanaharakati wengine wamesema kuwa swala hili linapaswa kuangaliwa kwa jicho la sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu, na wamependekeza uchunguzi huru kufanyika ili kujua iwapo Tanzania inatimiza wajibu wake wa kulinda haki za raia wake. Na katika mazingira haya ya kisiasa yanayoendelea kuchafuka, jina la Dr. Malongo limekuwa alama ya mapambano ya kisiasa ya haki za kiraia nchini Tanzania, hali inayoonyesha kuwa wito wa mageuzi si kwa mtu mmoja tena, bali ni wa kizazi kizima kinachotafuta mabadiliko ya kweli. Na katika muktadha huu, Tanzania inaingia katika kipindi nyeti ambapo sauti za wananchi na misingi ya kidemokrasia zitajaribiwa kwa kiwango kipya. Kwa sasa hatima ya Malongo inasalia kuwa mtihani mkubwa kwa mfumo wa haki na utawala wa sheria nchini. Kenyascope itaendelea kukuletea taarifa za kina kuhusu hali hii inavyoendelea kubadilika.